mimi naitwa Mwema, sio? Ndio. Kwenye utendaji wa kazi sisimami kama Mwema kwamba Mwema ulikutaje hali hii, umeibadilisha vipi? Alibadilisha sio Mwema. Nataka twende sawa hapo. Sawa. Haya mabadiliko unayozungumza, hizi changes unazozisema. Kwamba tulikutaje tukoje. Ni mabadiliko ya serikali, yanafanywa na serikali. Lakini kwa bahati nzuri wakati huo kiongozi wa serikali anayesimamia ni Mwema. Kwa hiyo unapozungumza uweki nafsi ya Mwema kwamba Mwema umebadili nini? Mwema hajabadili. Kinachobadili ni serikali. Kwa sababu kinachofanyika chochote kile ni mipango ya serikali. Sawa sawa. Na serikali ya awamu ya 6 sasa. Ambayo kwa kipindi chote hicho ilikuwa na mipango ya kuwahudumia wananchi. Iliahidi mambo kadhaa katika maeneo mbalimbali, lakini imeendelea kuwa inatekeleza mambo hayo kwa hatua. Sasa niseme kwa mfano, serikali ilikusudia hasa kwamba kuondosha migogoro ndani ya wilaya ya Kiteto. Sasa nilivyokuja kwenye wilaya alikuwepo mtangulizi wangu Alhaji Batenga kwa niaba ya serikali kama kiongozi mkuu wa wilaya. Kuna kazi kubwa alifanya kupitia nafasi hiyo kama serikali, na mimi nimekuja nimeendeleza pale ambapo alishia. Maana mnyororo wa serikali kazi zinaendelea. Maana chini ya mkuu wa wilaya pia kama kiongozi mkuu wa wilaya tunayo halmashauri ya wilaya ambao tunatekeleza huduma za msingi kwenye sekta ya elimu, tunatekeleza huduma za msingi kwenye sekta ya afya kwa maendeleo ya jamii na maeneo mengine ya msingi yanayogusa wananchi. Lakini hapo pia unakuta kuna barabara, hapo unakuta kuna maji. Na huduma nyingine za msingi. Kwa hiyo tunapotazama hiyo kwamba tumetoka wapi tumeenda wapi, maana yake tunazungumzia mafanikio ya serikali kwa kipindi hicho. Sasa ndio machache ambayo nimeyazungumza pia. Kwa mfano hapo tunazungumzia zaidi pia kwa kipindi cha serikali ya awamu ya 6 kuanzia mwaka 2021 hapo kuja mpaka sasa kuna mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika sana. Na machache nimeyazungumza tu. Kwa mfano nimezungumzia tu eneo la afya. Leo hii tumekuwa na vituo vipya kabisa vya afya ambavyo havikuwepo na vingine umevitaja. Pale Kijungu tumeleta mabadiliko makubwa kama serikali, lakini kwa maana pia pale Mwanya Njoro kituo cha afya, lakini tunaangalia pia pale leo kule tarafa ya Makame tunajenga kituo kipya cha afya. Lakini tumefanya miradi mingi katika maeneo mengi ambayo nikizungumza pia hata muda nadhani unaweza ukatosha. Lakini tuna zaidi ya bilioni 162. Bilioni 162. Ambazo fedha hizo sasa zimegawanyika kwenye huduma mbalimbali kwenye maeneo hayo. Na jambo jingine pia kwenye afya pia hapo nimekutajia baadhi ya zahanati ambazo hazikuwepo. Yaani kwa maana ile huduma ya zahanati kwenye maeneo hayo haikuwepo kwenye kipindi hiki. Leo ukienda na Pili Kunya wanapata huduma ya afya kupitia zahanati. Haikuwepo. Ni mafanikio kwa wananchi hao. Walikuwa wanahitaji huduma ya afya. Ukienda Engusero Sidani wananchi wale wameshangilia kweli kwa sababu walihitaji huduma hiyo na leo wanapata huduma hiyo. Wananchi wa Engusero Sidani, Engusero wengine na Engusero Sidani wote katika maeneo hayo mawili. Lakini tuna wananchi wa Ndiligishi leo wamepata zahanati. Tuna wananchi wa Ndotoi leo wamepata zahanati. Lakini hivi ninavyozungumza na wewe sasa, kuna ongezeko pia kwenye eneo la afya. Leo tunaenda kukamilisha zahanati ya Zambia Lengatei. Milioni 60 imepelekwa pale. Leo tunaenda kukamilisha zahanati hapa karibu hapo ukitoka hapa ili eneo ambao kuna kituo hapo Mbigili tunakamilisha zahanati. Leo tunaenda Chapakazi kukamilisha zahanati. Leo tunaenda Logoeti kukamilisha zahanati. Leo tunamalizia jengo la mama na mtoto pale Makame, kijiji cha Makame ambalo jana nimeenda kwa kajio la msingi kwa jamii ya pale kwa mazingira yako vizuri. Lakini leo tunaenda kujenga kituo pale ili Kyushibu ambacho kinakuwa ni cha tarafa. Kwa hiyo kwenye eneo la afya pia yapo mipango mingi mikubwa. Lakini leo tunafanya maboresho makubwa. Sasa hivi tumepokea bilioni 1.8. Tunaenda kujenga jengo la OPD hapo hospitali ya wilaya. Lakini tayari pia tumejenga maabara nzuri iko pale. Tumejenga jengo la mama na mtoto. Kwa hiyo unaweza ukaona katika mazingira hayo. Sasa kuna mabadiliko makubwa katika sekta ya afya. Lakini sekta ya elimu ni shahidi. Imetoa fedha kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote, UCSAF. Kusaidia mawasiliano kwa wananchi. Leo Likiti wana mawasiliano, Engangonga wana mawasiliano. Nenda Makame sasa hivi tunataka tuboreshe ule mnara wa Likiushi, tuongeze mnara pale, tuweke nguvu mnara wa TTCL. Leo Ngaboro kuna mnara umejengwa pale. Walikuwa hawana mawasiliano.
Kwa hiyo tumeongeza pia hata hapo Mbigili kuna mnara mwingine umeongezwa kwenye maeneo. Kinua tumeongeza mnara pale wa mtandao wa Vodacom. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna jitihada kubwa zimefanyika katika maeneo hayo ambao kimsingi yanagusa wananchi. Lakini pia kuna maeneo mengine ambayo swala la maji kwa baadhi ya maeneo mengine. Ipo miradi mikubwa ambayo inaendelea kufanywa kazi. Kuna mradi wa bilioni 1.6 ambao uko kwenye kijiji cha Nchinyila. Ule mradi unapokamilika katika hatua za mwisho, maana mradi unapokamilika unaenda kusaidia kuondoa adha ya upatikanaji wa maji kwa wananchi wa Nchinyila, wananchi wa Inguselo, wananchi wa Nasetani na ukanda wa maeneo hayo. Lakini baadaye tunafikiri sasa tusogee mbele kwenye vijiji jirani katika maeneo hayo. Kwa mfano kama kile cha Ngipa kwenye lile eneo. Kwa hiyo unaona kwenye maeneo, lakini pia tunazo changamoto kwa baadhi ya maeneo mengine. Tuko na changamoto kama Liverpool nilivyosema. Ule mradi wa milioni 340 na kitu almost umekamilika na mkoa atakuja kuzindua. Wale hawakuwa na maji kwenye mradi huu. Lakini hivi ninavyozungumza na wewe sasa hivi. Hivi ninavyozungumza na wewe. Kata ya Kaloleni, eneo la Kaloleni, ulikuwa unasikia changamoto kubwa ya maji. Tulichimba kwa awamu ya kwanza, lakini maji yakawa chini. Serikali ilileta mitambo ya uchimbaji wa visima kwa kila mkoa. Tumeleta mtambo hivi ninavyozungumza na wewe. Kesho nenda ukaangalie mtambo huko hapo Kaloleni. Ukitoka Kaloleni utaenda kule Chekanao, kuna kitongoji kimoja kiwa kina uhaba wa maji. Wanaenda kuchimba kisima cha maji. Wakitoka hapo wanaenda Enguselo Sidan kuchimba kisima cha maji na maeneo mengine, na tuna mpango wa kwenda kuchimba mpaka kule Mesela Sunya na maeneo mengine. Kwa hiyo maeneo hayo yalikuwa na changamoto ya maji. Lakini mabadiliko makubwa sasa tunayoyaona ni kwamba serikali inaelekeza nguvu kwenye maeneo hayo. Lakini tuna miradi mikubwa inayoendelea. Kuna mradi mkubwa unaugusa kata ya Laiseli, unakuja mpaka Dongo kwenye ukanda huo na utafika tena pale Enguselo Sidan kwa mara nyingine kwenye maeneo hayo. Lakini tunao mradi pia mwingine wa maji uko pale Olikini kwenye maeneo kama hayo. Kwa hiyo ni maeneo makubwa ambayo wananchi wamekuwa hawakuwa na vitu vya namna hiyo, leo wanavyo katika maeneo hayo. Lakini nataka niseme imekuwa changamoto ya migogoro ya ardhi ndani ya wilaya ya Kiteto. Kwa wilaya ya Kiteto tuna vijiji 63. Lakini vijiji vyenye migogoro vijiji vyenye hadhi matumizi bora ya kuwa na matumizi bora ya ardhi ni vijiji 60. Vijiji 60 ambavyo vinapaswa. Maana wakati mwingine unaweza kusema hapa Bagamoyo ni kijiji au utakuwa na matumizi. Kwa hiyo hapo maeneo ya namna hiyo. Sasa tunayo baadhi ya vijiji ambavyo nadhani ni kama nusu yake almost. Vingine haviko kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi. Mmoja kati ya mpango wa kuondosha migogoro ya ardhi ni kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi. Na ukishaiweka sasa iheshimiwe kwa kuisimamia. Sasa nini tumefanya? Tayari Wizara ya Ardhi, nadhani utakumbuka wakati fulani walikuja hasa kwenye ule mgogoro wa muda mrefu wa Ngaboro na ule mgogoro ambao ulikuwa unahusisha pia na hifadhi ya WMA. Kwenye eneo kama hilo tuliunda timu maalum kwa ajili ya kuchunguza, na wakati wote tunasubiria tupate ripoti ili wananchi waweze kufahamu uhalisia. Sawa. Lakini tuna mpango, serikali ina mpango kisha kwamba sasa na hiyo ni projection kwamba tunakuwa na mipango ya matumizi bora ardhi kwa vijiji vyote vya wilaya ya Kiteto. Lakini vipo vijiji ambavyo vilikuwa na mipango ya matumizi bora ya ardhi, lakini mipango hiyo wakati wake umekwisha. Tafsiri yake ni nini? Inabidi kufanya mapitio, kufanya review. Yes. Miaka 10 yes. Lakini kwa halmashauri yetu ya wilaya ya Kiteto tayari kupitia baraza la madiwani na wao tutakuwa nakumbuka angalau na wao kwa mwaka huu wa fedha wametenga fedha kwa ajili na wao angalau kuanza kwenye eneo hilo. Kwa hiyo tumeelekeza fedha zaidi ya milioni 25 kwa ajili ya kufanya mpango wa matumizi bora ya ardhi. Wameanza na kijiji cha Kijungu. Kijungu nafahamu kelele ya kila siku pale imeendelea na wananchi wanafahamu. Changamoto kubwa pale ni kwa sababu hatuna mipango ya matumizi bora ya ardhi. Lakini jambo jingine ni swala la utawala bora pia. Tumefanya mabadiliko makubwa sana. Uchaguzi wa serikali za mitaa ulifanyika. Lakini tukagundua kwamba moja kati ya changamoto ni kwa baadhi ya viongozi wachache kutokuelewa, kutokuwa na ufahamu, kukosa elimu nzuri ya kujua ile sheria namba 5 ya mwaka 1999 ya matumizi ya ardhi, matumizi bora ya ardhi. Sasa tulifanya semina kwa vijiji vyote. Tukawaelimisha wakaelewa. Na ndio maana unaweza kuona sasa hivi changamoto hazipo kwa kiasi kikubwa. Kwa maana ya uadilifu, kwa maana ya weledi, kwa maana ya utawala bora na kuzingatia taratibu. Hayo tumeyasimamia. Lakini tumewataka pia na wao wasiwe sehemu ya matatizo kwenye maeneo yao. Wawaelimishe wananchi vizuri katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo kuna kazi kubwa pia hapo imefanyika. Sasa hayo yote
wananchi wanaweza wakayapima. Wakaona tangu Remigius amekuja kwenye wilaya hii alikuwa anatekeleza hayo na ni mipango ya serikali. Sasa japo ambayo wananchi wangetamani pia kuyajua, ambayo ni projection. Ukiuliza mwananchi wa Kiteto leo kwa haraka atakwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya, umeme unakatika umeme unakatika, serikali imejipangaje? Ili nataka sasa na yeye niliseme pia kwenye eneo la umeme. Ndani ya kipindi cha wiki 2 tumepokea timu maalum kwanza ilikuwa inafanya mapitio. Sababu umeme wetu wa Kiteto, nasema Kibaya Fida inayotoka upande wa Kokea Kondoa kule kuja huko. Maana yake sisi kwenye upande wa TANESCO tunaitikia Dodoma. Tumekuwa na timu imekaa hapa zaidi ya wiki 3 kufanya mapitio. Na tumebaini baadhi ya mapungufu ambayo serikali inaendelea kuyafanyia kazi. Lakini suluhisho kubwa la changamoto ya umeme ndani ya wilaya ya Kiteto tayari serikali inalifanyia kazi. Inalifanyaje kazi? Ndio maana Ligibo iko hapa nizungumze wananchi wote wanielewe. Lakini leo ningeenda kuzungumza kijiji kimoja cha Orekitikiti, wananchi wa Kijungu wasingeelewa. Lakini kupitia radio hii nikizungumza wananchi wanajua kumbe serikali ina mpango huu. Kazi yao itakuwa ni nini kila siku? Kuikumbusha serikali, mlituambia hili mbona halijafanya? Sasa tunawaeleza hilo. Tunao mradi mkubwa wa substation. Inajengwa Kilindi. Kwa hiyo ikikamilika ile pale inakuja kuondosha changamoto hiyo moja kwa moja. Swala umeme katika. Kwa sababu tunakuwa na umeme kwa sababu leo changamoto inaweza katokea Mlijo. Katokea Mlijo. Umeme katika Kibaya yote. Lakini tatizo limetokea wapi? Mlijo. Ingawa kwa sasa tumefanya kitu kimoja. Tunazo switch ambazo zinawekwa ili tatizo linapotokea, nitolee mfano labda ikatokea hapa Bwagamoyo, isilete madhara labda sehemu nyingine. Ili kuondoa athari kubwa kwa wakati mmoja. Na changamoto nyingine ambazo tumezikutana nazo, watu wanaweza kashangaa, na ni bora niliseme, tunaelekea kwenye msimu wa kilimo. Ndio raha ya kuwa na vitu kama hivi vya radio. Jamii ya watu wanalima mpaka kwenye nguzo za umeme. Nina mifano mikubwa ndugu Chumvi. Mikubwa. Ukanda wa Poli namba 1, ukanda wa Kimana huko, ukanda wa Kisima, ukanda wa Kwenda. Watu wameunguza sana nguzo za umeme. Lakini leo unapozungumza wananchi wanaelewa. Unaweza kailaumu serikali kwamba baadhi ya wananchi wachache wasio waaminifu wanakuwa ni sehemu ya tatizo ambalo linaathiri watu wengine kwenye kazi zao. Lakini leo kuna baadhi ya vijana wale wanaenda kuchunga mifugo. Wao kila siku hawawezi kuona kama wamefanya kazi au wakapata haraka kama wasiporusha zile fimbo kwenye zile ngazi za umeme zikashikana. Nikilisema hili mwananchi wa kawaida